يا ربي ارحم صالحين والعباد العاشقين. يا ربي ارحم صالحين والعباد العاشقين وكذا للمسلمين المداد شيخ محمد ناصر وكذا للمسلمين المداد شيخ محمد ناصر. Naam, katika albabu thani, mlango wa pili. Sasa ni yapi tuelekezwa hapa na al-allama Sheikhana Muhammad bin Nasir ni Abdullah al-Qadiri rahmatullahi alayhi, ma jaa fi khuruj an-nisa, azungumzia habari, mafunzo, maweko na maelekezo mbalimbali yanayotupa nasul ishara ya kufaa wanawake kipindi kile kabla ya ayati al-hijab, namna iliyokuwemo katika ruksa ya wanawake kwenda misikitini. Kuna wakati wanawake walikuwa kiswali misikitini kwa ruksa hasa, lakini awail, mwanzo mwa Uislamu. Naam, sasa tutazame yale mafundisho ili tuje tupate lengo hasa ni kipi kinachokusudiwa katika mafundisho haya. Naam, fatra ayuha alikhwa almuslimun, ndugu zangu Waislamu, fa'lamu annahu lamma amara Allahu almuslimina bisala, fahamuni hakika Mwenyezi Mungu alipoamrisha Waislamu waswali, faqala, alisema, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, swala si vinginevyo kwa waumini huswaliwa ndani ya wakati. Fa fi ta'diya hadha al-amri, katika matekelezo ya amri hii, kana rasulu, ndiko mtume ilikuwa, yusalli ma'an nisa, zamani akiswali na wakina mama, fi masjidin wahidi, msikiti mmoja, bila ikhtifai wala hijabi, kaifia na nauia. Hapo kwenye shaklia hakukuwepo na shubaka wala mpazia, hapa kuwepo min Allah subhanahu wa ta'ala. Ansema kama sabaka fil babil awwal, kama ilivyo tanguliwa habari ya maelezo hayo katika mlango wa kwanza, hata jaa amrul man'i, mpaka ilipokuja amri ya katazo, min Allah, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, fi sanati al-khamisa, katika mwaka wa 5 al-hijriya, mwaka wa 5 kuhama bwana mtume. Kwa hiyo mwaka wa kwanza wanawake wanakwenda misikitini, namna ya kuswali ni ile ile, mfumo ni ule ule, hakuna shubaka, hakuna pazia, na mfumo ni ule ule. Wanawake wanaswali mwishoni, wanaanza vitoto kabisa vitoto, mabinti mwishoni ndo akina mama. Mabinti mwishoni, wale mabibi wanatangulia. Kwa wanaume wanaanza watu wazima, vijana nini, mwisho wanamalizia na watoto miaka 10 shuka chini kwenda mbele mpaka 13, ambao hawana matatizo walionayo watu wazima. Kwa hiyo jambo hili limedumu mpaka mwaka wa 5 hijiria, ikaja mani, makatazo hasa wasitoke majumbani kwenda misikitini, waswalie humo majumbani mwao, kwa swala zao zimekuwa ni majumba yao. Kwa maana hiyo sasa misikiti yao itakuwa ni majumba yao. Kivipi? Twende mbele. Wa hahuna aktubu, hapa ndiko shekha anaposema naandika lakum, na waandikieni nyinyi mnaonisikiliza, maqala rasul, yale alosema bwana mtume, inda iqtidai al-amri fi tilka al-muda, wakati wa kutekelezwa jambo hili, muda ule wa mwanzo ilikuwaje? Mtume anasemaje katika hadithi ambayo ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, amesema bwana mtume, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwazuilie wanawake kwenda misikitini. Hiyo ima inataja kama wajakazi lakini ndio hao wakina mama. Lakini kuna hadithi nyingine, la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujuna tafilati, msiwazuilie wanawake kwenda misikitini, lakini
waje na sharti la wao kuwa tafilati, kwa maana wako hovyo hovyo. Hovyo hovyo kwa maana hawaja vaa nguo zinazotamanisha. Tafilati ni nguo ambazo hazina tamanisho, watoke wakiwa hawana nguo za aina hizo, na hata wao pia wawe hawanuki. Ndio tafilati, kwa sababu tafilati haiendi kwenye nguo peke yake, kwa sababu kama nguo inaweza kuwa hata ni chafu, lakini kama anavaa vizuri, kwa maana amejipaka manukato, itakuwa ni tabu tu akipita pahala tutatazama tu. Kwa hiyo iwe kwamba akipita iwe kama vile amepita mzoga, yani watu hawana habari naye kabisa, iwe hivyo. Ndio tafilati. Maana tafilati awe chakavu chakavu, yani chaka. Kwa hiyo tokea kungalia hapo, tahadhari ilikuwa kumbe kama ni kutoka, basi wao wenyewe walikuwa wanatoka kwa masharti. Hawa wa kwetu wanazingatia masharti kama itaruhusika kutoka, ingawaje hakuna ruksa ya kutoka baada ya kuja aya kuwakataza. Ipo ataizungumza pala alama mwanachuoni huyo. Lakini zingatia hadithi ya Mtume, hata kule kutoka kwao kwamba ilikuwa waje watoke wakiwa wachafu, hawapendezi. Ndio maana yake tafilati, yani ni hovyo hovyo. Hawa wetu ili mfuate Mtume, umfuate Mtume alichokisema, watoke. Ndio haya, si umekubaliana watoke? Sasa wanaweza kutoka wakiwa hovyo hovyo, wachafu, hawanuki, wananuka, badala yake ni kunuka. Kuna kunukia na kunuka. Wanaweza wavae makaniki, kwa sababu ndio katika miongoni mwa libasi, mavazi ambayo hayana nini tathaman, taziina, haitamanishi, muthmina, haina. Hawa wetu wanaweza, wakati hawa Ijumaa hii anabadilisha baibuli lingine, ananunua lingine kwa ajili ya Ijumaa, au analitengeneza lingine, hii nitaivaa Ijumaa. Yani anapanga nguo nzuri ambazo akitoka watu wote wakajua kwamba nimebadilisha, sawa, nimebadilisha nguo. Ndivyo inavyokuja. Na hatoki ila kajipodoa, hatoki ila kapaka manukato, hatoki ila kaoga ananukia. Fayalaita ashiri. Kwa hiyo shekhe anatuletea dalili za kuwa hata kipindi hicho walikuwa wanatoka kwa masharti. Haya masharti kwa nini na sisi tusiyazingatie? Kama itakuwa ndio ruhusa ya kutoka, mbona hayazingatii? Kwa maana tunaivunja sharti ya Mtume, tunalivunja. Sasa ukishavunja sharti ya Mtume, hichi kitu kinasuhi vipi? Yani mmeshaambiwa mtoke mkiwa wachafu, hampendezi. Nyinyi mnatoka wasafi, mmependeza, mnanukia tari. Hapa ni kosa tu, ili ni kosa, ili bado hilo ni kosa. Sio kwenda msikitini, huku kutoka kwa namna hiyo tu, hilo ni kosa. Kwa maana kile ambacho huwezi kukitekeleza kwa namna aliyoizunguza Mtume ili watoke vipi, ukitoka nje ya maelezo hayo, wewe ni aswi, na hiyo safari inayokupelekea huko tayari yenyewe inakupatisha makosa, madhambi. Na ndio maana shekhe kwa mtazamo na elimu yake ya juu sana akasema hili halifai, ni haramu, sababu hawa wetu hawawezi kutekeleza hiyo amri ilivyo. Waliyakhruju na tafilati. Nani kati yetu sisi, nani kama anaweza kuweza wakwako, basi atakuwa ni wakwako. Je, hao wengine wataweza? Hawatoweza. Kwa maana hiyo, ile sehemu itakayosababisha wengine wapate makosa, wengine wasipate makosa, hiyo sehemu inakuwaje? Lakini aghlabi, yani ilivyo, ni kwamba jambo ni gumu sana, aliwezekana. Aliwezekani. Yuko wapi mwanamke wa aina hiyo? Yuko wapi? Nataka ukosane kwanza, atoki. Ukimwambia vaa hichi kibaya, manguo yale chanika ndio yavaeni la msikitini, kwa maana unasemaje? Bosi bora nikae ndani. Haya, tazame tena hadithi nyingine. Idha sa'adhanati ahadakum, bwana Mtume anasema akiwataka ruksa mmoja wenu katika wanawake, mraatahu, na mkewe, ila almasjid, ende msikitini, fala yamnaha, simzuie. Haya ni maneno ambayo yalikuwemo zamani. Bilal ibn Abdullah anasema wallahi la namna'ahunna, tutawazuia tu sisi bwana, kwa sababu wao walikuwa wanajua matatizo toka zamani yalikuwa yanaonekana.
Fitna hii toka zamani ya ikhtilafi baina rijali wa nisa katika pahala pamoja kwenda kuswali ndani ya msikiti, tena msikiti wenyewe usiwe na pazia wala usiwe na mshubaka, si tutawazuia. Zamani pia walikuwa wanaona maswahaba hiyo ni tabu, kero, shida. Sasa kuambii zama hizi pamoja na mishubaka lakini bado ni mtihani, pamoja na mapazia lakini bado sauti tu ya mwanamke ghairi almaghdubi alaihim wala dhali, amin amin. Imamu kwanza anaona kohoa vizuri nimesikika vizuri, billahi minash shaitani rajim, ana riya. Twende mbele. Faqbala alayhi Abdullah ibn Umar, akamwambia fasabahu sabban shadid, akamwambia mtume anasema hichi, wewe unakataa. Akamtukana, ma samitu sabahu mithlahu qatun, hajawahi tukanwa tusi kubwa kama hilo, akamtukana. Faqala, akasema ukhbiruka an rasulillah, nakupa habari kuhusiana na bwana mtume anasemaje. Wewe unasemaje? Wallahi la namna'ahuna, tutawazuia sisi bwana. Wa fi lafdhi lilmuslim la tamna ima Allah masajid Allah. Kwa hiyo toka zamani maswahaba pia walikuwa wanakubali watukanwe, lakini ili jambo lisiwezekana wao kama wao. Lakini ingawaje mtume kipindi hicho alikuwa anatumia hekima ya Uislamu uwe mwingi, upanuke, yani watu wajulikane kuwa ni wengi, ndio maana pa kuwaruhusu wale. Mbona pana vitu vingi vilikuwa vinafanywa, lakini baadaye mtume ulipokuja wakati wa kuharamisha, wakati wa nahi, wakati wa haram ikaja. Na ndio maana hadithi hizi zimegawika katika sehemu tatu. Kuna hadithi ya tarbia, hizi ni hadithi zote za tarbia. Ahadithu tarbia za malezi, watu kipindisho wanalelewa wawe wengi. Hadithi zilizokuja au aya zilizokuja baada ya mwaka wa 5 hijiria zote zilikuwa zina amru na nahi, amru na nahi, zinaamrisha zinakataza. Twende mwaka wa 5. Kwa hiyo kuna dalili za kutofaa hili, milango bado inaendelea hapo. Sikiliza tumalizie na hii. Bwana mtume anasema idha sta'adhanakum inisa'ukum ila almasajidi fa'adhanuhunna, kama itatokea ruksa mwanamke anataka kwenda msikitini, ni mke wako mruhusu, ameomba ruksa. Kwa hiyo kuna kipengele pia cha ruksa, ingawaje siku hizi kuna wengine wanaenda hata waombe ruksa, na wale wanaodai kwamba inafaa kwa kigezo hicho anakuambia si ananiombaga ruksa, lakini si kweli, wengi hawaombi. Haya, la tamna'u an-nisaa khududahunna bil masajid, msiwazuilie wanawake kuingia katika misikiti idha sta'adhanukum, kama watakuruhusuni. Na hadithi nyingine idha sta'adhanakum nisa'ukum bil-layl, usiku sasa, ila al-masjidi, wende msikitini, fa'adhanu lahunna, waruhusuni usiku. Nafikiri tuje tumalizie hii. Yusri bin Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume anasemaje, idha shahidat ihdakunna salata, akiwepo sawa sawa mmoja wenu katika swala, kwa maana swala imefika na yeye yupo, anapotaka kwenda kuishuhudia swala, anapotaka kuswali mmoja wenu katika nyinyi wanawake, fala tamassanna tiban, sikiliza hiyo hadithi, asipake yeyote, fala tamassanna tiban, asipake yeyote manukato. Ni mtume ndo anayezungumza hayo. Hawa wanaokwenda wananukia, uone kwamba wanamkhalifu mtume. Ukishamkhalifu mtume wewe ni asi, wewe unakosa, unapata dhambi. Sasa kitendo cha kutoka wewe unanukia mpaka kule na mtume kukataza, si madhambi unapata njia nzima? Kuna ibada gani ndani yake na kuchumisha madhambi? Alafu ni kidaraja kimoja hicho unaenda ukipata. Kidaraja chenyewe hicho kimoja unachokipata wewe mwanamke ni pale umetoka manguo hayaeleweki. Je, wamo? Maadamu hawamo imekuwa haramu tu, kwa sababu kitakachopeleka pale nini? Makosa, maasi matupu. Ndio watu walozama kielimu. Kwa hiyo mwanachuoni huyu Sheikh Muhammad alikuwa ni mwanachuoni, anajua kwamba zama inaanza fitina. Mwanamke gani ambaye atakubali aende ajejipaka manukato? Haya, ajejipaka manukato. Nguo gani anatafuta? Zile ambazo hazina, yani hazione mbele nyuma mbele uwezi kuiona. Yani nguo ambayo haionyeshi hata kalio liko wapi. Uvae manguo kama hayo. Alafu lichafu leusi ti, halina hata rangi, halina hata maua. Ndio hiyo tafilati, yani nguo ambalo halina hata maua ya michoro.
limechoka choka, wanawake wataweza hayo? Inshallah acha tutie nanga hapa. Hizi bado ni hadithi ambazo zilikuwa zikiruhusu kipindi cha awali. Zipo hadithi zilizokuja kukataza masala haya, inshallah kwa wakati mwingine mabwana.